Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Ikiwa leo ni tarehe 25 Disemba 2025, tunaadhimisha siku ya Christmas. Kasako Media tunakuletea makala fupi inayozungumzia sikukuu ya Christmas. Kila mwaka duniani kote waumini wa dhehebu la Kikristo kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Siku ya Christmas ni siku na msimu uliojawa nyimbo za Christmas, kupanda miti, kupeana zawadi na karamu. Disemba 25 ni tarehe inayotajwa katika Biblia kuwa siku ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Biblia kwa kweli haisemi siku au wakati wa mwaka ambapo Mariamu Bikira Maria ilisemekana kuwa alimzaa katika mji wa Bethlehem. Ni nani aliyefanya uamuzi wa kuadhimisha Christmas tarehe 25 Disemba? Baadhi ya nyaraka zinasema alikuwa papa, lakini wengine wanasema sio kweli. Hata hivyo, nyaraka na maelezo mengi yanaonyesha kuwa siku ya kuzaliwa kwa Yesu ilifikiriwa kwa mara ya kwanza takriban miaka 2000 na ilianza kwa kuadhimishwa tarehe 6 Januari. Kufikia katikati ya karne ya 4, sherehe ya siku ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo ilikuwa Disemba 25. Ni kwa nini Wakristo wengi wanasherehekea sikukuu ya Christmas? Kwa Wakristo wa Christmas inahusu kuzaliwa kwa mwana wa Mungu, Yesu Kristo. Inahusu jinsi alivyokuja duniani kuwapa upendo, tumaini na furaha. Ujumbe huu haubadiliki mwaka hadi mwaka. Biblia inasema nini kuhusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo? Kulingana na kitabu cha Biblia kinachotumika kama mwongozo wa Kristo, malaika Gabrieli alimtokea kwa mara ya kwanza mwanamke kijana anayeitwa Mariam. Alimwambia kwamba amechaguliwa kuwa mama wa Yesu, yaani atamzaa mwana wa Mungu. Usiogope Mariam, umepata kibali kwa Mungu. Utachukua mimba na kumzaa mtoto mwanaume, naye utamwita Yesu. Malaika akasema. Injili ya Luka 1:30 hadi 31. Toleo la Biblia ya Habari Njema. Kisha Mariamu akapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kumzaa Yesu Kristo. Sikukuu ya Christmas ina maana gani kwa Wakristo? Ni zaidi ya tukio la kupamba nyumba na kuburudika kwa vyakula na vinywaji, kupeana zawadi, kufurahi na wapendwa. Christmas inachukuliwa kama kumbukumbu ya upendo ambao Mwenyezi Mungu aliupenda ulimwengu na kumtoa mwanaye wa pekee ili aukomboe ulimwengu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Katika kitabu chake Yohana 3:16, siku ya Christmas ni fursa ya kutulia na kushukuru kwa upendo, tumaini la furaha inayopatikana katika Yesu. Tunapobadilishana zawadi na wapendwa wetu kwa ukumbusho wa zawadi ambayo Mungu alitupa katika Yesu, zawadi ambayo tunapendwa, hatuko peke yetu na tunaweza kuwa na tumaini la siku zijazo. Anasema mmoja wa viongozi wa dini ya Kikristo. Yesu alipewa zawadi na Wakristo baada ya kuzaliwa. Kulingana na Biblia, baada ya Yesu kuzaliwa, kikundi kidogo cha mamajusi kilimtembelea. Walitambua ufalme wa Yesu na wakamsujudia. Kisha wakafunga hazina zao, wakampa zawadi za dhahabu, uvumba na manemane. Mathayo 2:11. Katika kipindi hiki Wakristo wanahimizwa pia ibada na shukrani kwa Mungu kupitia maombi ya Christmas. Maombi ya shukrani kwa zawadi ya tumaini, upendo na furaha, shughuli nyingi za kuwatembelea wagonjwa na kutoa misaada mbalimbali kama vile mavazi na chakula hushuhudiwa zaidi katika msimu wa Christmas kama ishara ya kuonyesha upendo kwa binadamu, mfano alionyesha Mungu na Yesu Kristo kwa wanadamu. Na huu ndio mwisho wa makala yetu fupi ya Christmas. Kutoka Kasako Media, Adela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.